Naam, mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ambapo tutakuwa tunaangazia masuala ya afya, na ilivyo desturi kila siku ya Jumatatu tunaangazia darubini ya afya, tukiangazia magonjwa mbalimbali, sera na vile sheria ambazo zinaongoza sekta ya afya kwa faida yako mtazamaji ukiwa pale nyumbani, kwa sababu afya yako ni bora zaidi katika maisha ya kila siku. Na hapa studioni tukizungumzia afya ya uzazi siku ya leo, niko na wataalamu ambao watakuwa wanatupatia ushauri na vile kutuhamasisha kuhusiana na masuala haya, kwa sababu ni masuala ambayo yanatuhusu kwa njia moja au nyingine, masuala ambayo wengi watayasema ni masuala ya aibu tunapozungumzia masuala ya afya ya uzazi, lakini si aibu tena, kwa sababu watu wamepevuka, watu wanazungumzia masuala haya kwa faida zao za kimwili, kwa sababu ukiwa bora kiafya, basi yale majukumu yako ya kila siku utayatekeleza, jamii itakupokea kwa njia ambayo ni murwa kabisa, ili tuzidi kusukuma gurudumu la maisha. Hapa studioni niko na wataalam. Kwanza kabisa niko naye Esther Macharia ambaye yuko karibu nami. Esther Macharia ni muuguzi kutoka The Karen Hospital. Atakuwa anatueleza mengi zaidi kuhusiana na mada hii, na vile mtazamaji, tuko naye Daktari Dennis Miskela, ni mtaalam wa afya ya uzazi. Anapenda sana kusema yeye ni daktari wa wanawake. Karibu sana wadau. Asante. Na bila shaka mtazamaji, ndo hivyo, na ndiposa tunakukaribisha pia ushiriki. Tuma ujumbe zako kwa nambari 22047, vile tupigie simu live tusikilize hisia zako, na iwapo una swali kuhusiana na afya ya uzazi, basi utakuwa umefika, na tutakuwa tunakushirikisha moja kwa moja, utoe kisa chako na utapata ushauri papa hapa kutoka kwa wataalam wa masuala haya ya afya ya uzazi. Na moja kwa moja wadau, tuzungumzie masuala haya. Nitaanza na wewe Daktari Miskela. Swala hili la afya ya uzazi ni swala ambalo najua tukikua, ama wale watu ambao ni wazee kutuliko, unapata kwamba ni masuala walikuwa wanayazungumza kwa siri kubwa sana. Siku ya leo tuko katika utandawazi wa kidijitali, katika mambo ya teknolojia, vijana wengi pia wamezamia masuala ya mitandao. Hili swala la afya ya uzazi linamaanisha nini daktari? Asante sana kwa kutuita huku na kwa mada ufaao sana. Ndio. Mambo ya afya kwa binadamu sio tu ile kukosa ugonjwa mwilini. Ndio. Bali ni kule kuangalia mambo ya hali yako ya kimawazo, kiakili. Na ndio maana tukaamua kwamba maternal mental health, kwamba ile hali ya afya kina mama wanaposhika mimba na baada ya kuzaa wako namna gani. Tunaangalia kwamba mama mjamzito ama mama baada ya kuzaa, kuna yale mambo ama changamoto anazozipata ambazo huenda ukasababisha akawa na shida ya kimawazo ama kiakili. Unapata mtu akuwe na shinikizo la mawazo, mtu akuwe na zile fikra za kujitia kitanzi, mtu akuwe ako na wasiwasi mwingi sana, mtu upata kama hata jamii ama yeye na jamaa wake ama bwana wake ndoa yao ikuje kupata shida sababu ya tofauti. Na ndio maana tumefurahi sana leo hii. Wakati mwingi sana katika habari unasikia kwamba kuna mwanamke mjamzito ameaga dunia, amejitia kitanzi, ama unasikia kwamba mama fulani baada ya kuzaa ameua mtoto wake, na unasikia watu majirani wanamkemea, askari wamefika pale wamemshika. Hawaelewi kwamba kuna mambo mingi inayoendelea katika afya ya mama akiwa mjamzito. Na ndio maana leo tutayazungumzia waziwazi ili tupate kusaidia jamii. Naam, shukrani sana Daktari Miskela kwa kauli ya kutufungulia. Muuguzi wetu siku ya leo, najua tukizungumzia afya ya uzazi mara nyingi tunazungumzia sana, utapata kwamba jamii najua kwamba afya ya uzazi ni akina mama sana, kwa sababu wao ndo wanajifungua watoto. Na Daktari Miskela amezungumzia swala la kuathirika kwa afya ya akili na vile kwa uhusiano wa afya ya uzazi haswa mama mjamzito. Wewe kama muuguzi, ni kipi tunafaa kufanya ili tuweze kuwa na afya nzuri ya kiakili na vile afya nzuri ya uzazi? Asante sana kwa swali njema. Ndio. Nitaanza na kusema May imekuwa ni mental health awareness week, na ni vizuri imekuja on time. Kama vile daktari amesema, wanawake ama hii afya ya uzazi, wakati mwingi watu hawajui kuwa wanaathirika kupata tatizo la akili. That is mental health issues.
wanawake wakati mwingi wanaathirika baada ya kujifungua, na ni kweli mental health unlike any other disease. Wanawake hawezi kujua ama watu wengi hawajua wamegonjeka until mtu amwambie yenyewe, nimeona vile unavyofanya kwa siku zako za kawaida umebadilika. Mtu hawezi jijua mwenyewe amegonjeka until mtu aweze kumwambia. Wanawake wanaathirika pakubwa wakati wamejifungua. Hiyo period yenye tunaita puerperium period, wakati umejifungua hadi wakati miezi kama 6 inapita, kuna vitu zina happen na wanawake wanaweza kuwa wanaathirika kupata ugonjwa wa akili. Kitu ya kwanza ni kama hormones change kwa mwili. Ukikosa support wanaanza kugonjeka. That's why unaona after some period of time mtu alikuwa mzuri anaanza kufikiria kuua mtoto, alikuwa sawa ameanza kujiachilia, hayuko msafi tena. Na kuna ile watu wanawafikiria ni kawaida, si kawaida. Wako at risk ya kupata hii ugonjwa wa akili after kujifungua. Naam, shukrani sana kwa kauli hiyo. Daktari Miskela, tukiendelea na shughuli hii nzima, kwa sababu tumesema afya ya uzazi ni swala ambalo linatuathiri sote. Yaani vile ukiangalia miaka, watoto, watu wazima na vile vile vijana. Katika masuala haya tukizungumzia afya ya uzazi kwa vijana ni swala ambalo ni nyeti kabisa. Je, vijana wetu wanazingatia afya yao ya uzazi? Unajua afya ya uzazi kwanza ya kiakili kwamba ni swala ambalo duniani mzima 10% ya wanawake wenye wanaweza kupata hiyo shida, na 13% ya wanawake ambao wako wajawazito wanapata hilo tatizo. So si tatizo yenye ni kitu yenye si common, is a very common problem. Kuna utafiti ulifanyika nchi ya Uganda, wakaona kwamba 1 kati ya wanawake 4 walio na mimba wanapata hii shida, na 1 kati ya wanawake 5 baada ya uzazi wanakuja na hii shida. Na hii shida kuu kwamba inakuwa ile mambo ya depression ama shinikizo la mawazo wakati mama anapokuwa na mimba. Na baada ya uzazi kuna ile tunasema kwamba postpartum psychosis. Na kuna mambo tofauti ambao huleta hii maneno. Ya kwanza kwamba unaona kwamba mtu anakuwa na ile low self esteem. Msichana labda amepata mimba kama bado ni mdogo, maybe alikuwa shuleni bado ama haikuwa ni mimba ya kupangwa, unaelewa? Sasa anakuwa ile stress ile ya kuficha, ile anakuwa na aibu, so ina affect mental health yake. Unapata kwamba maybe mwanamke anapata mimba na mwanaume anamtoroka. So ana lack ile support system. Inapata anaenda into depression and all that. Mwingine pia maybe amepoteza kazi ama hana ile jinsi ya kudumu kimaisha yake, anataka kuwa na ile worry kwamba maybe hii uzazi atabebaje, mtoto akizaa atamlea vipi, inamletea mawazo. Na pia kuna zile ile mental illnesses kwa familia. Labda msichana mamake alikuwa na ugonjwa wa kiakili, labda alikuwa na psychosis, lakini haikuwa diagnosed, na ile wakati ameshazaa ndio watu wanashangaa ni vipi huyu mama hataki mtoto wake, huyu mama amnyonyeshe mtoto. Na unaona hiyo hali ya afya ya mama inapokuwa na shida inadhuru, sio tu kumdhuru peke yake, inadhuru mtoto kwa tumbo yake. Kama mama labda juu ya stress amekataa kukula hali vizuri, so hiyo chakula nourishment ya mtoto inakuwa na taabu. Mama tukiamua kwamba labda amekuwa na hiyo stress, bado kuna watoto wengine labda, ama pale nyumbani hataki kuona mumewe karibu, ndoa inavunjika juu ya hiyo mambo ya stress ama depression and all that. That's why kama jamii lazima tujue kwamba afya ya kina mama sio afya ya mtu mmoja. Afya ya mama ni afya ya jamii mzima. Mtoto pale shuleni hata aenda kama nyumbani kuna taabu, mume pale kuna stress zake juu mama ni mgonjwa, unaelewa? Ndio maana ni muhimu kwamba sisi kama wale wataalamu katika mambo ya afya to destigmatize. Wakati mwingi sana ukisikia ati mtu labda amekuwa mwenda wazimu, niseme hivyo, watu wanaanza kuficha, inakuwa ni kitu ya kuaibisha. Unasikia mtu akienda Madhari, hospitali kama Madhari imekuwa na stigma. Kwa sababu hatujaiongelea waziwazi. Unaona ile idadi ya watu ambao wanakufa na suicide kitanzi. Mtu anakuwa na depression, labda ana post tu kwa mtandao peke yake, ajua ifanye vipi. Because we have not destigmatized the problem. Lakini leo hii nataka kuambia watu kwamba ni jambo la kawaida mwanamke kukua na shida kama hii, juu vile mwenzangu amesema mambo ya hormones. Mwili ya mwanamke iko na hormones mingi sana. Wakati kuna mimba hormones ina change, akishazaa kuna hormones nyingi zina change. Mwili yake sio vile ilivyokuwa. Labda anajiangalia kwa kioo anasema nilikuwa msichana, nilikuwa maybe mdogo hivi, baada ya mimba mwili imebadilika, maziwa ndio hiyo imejaa, matiti na muuma, breast is engorged, mtoto analia, pandilia hajaizoea kuwa na mtu hapo kando.
So hiyo stress yote ni muhimu, sio tu wanawake, mpaka wanaume pia tujue kwamba when a woman is pregnant, mwanamke amejisaidia, ni mtu ambaye anafaa kudekezwa na kuangaliwa kwa utaratibu vizuri sana. Shukran sana kwa kauli hiyo. Labda ni kushirikishe Esther kuhusiana na swala hili. Amezungumzia wanaume wanafaa kuwa part of the process. Hivi sasa tukizungumza, ushauri wako ni upi kwa wanaume? Kwa sababu najua alivyosema kwamba mama mjamzito akisha kuwa katika hali hiyo, iwapo mwanaume si mwangalifu, basi utapata mwanamke wake amepata tabu. Labda ushauri wako ni upi kwa wanaume hasa? Ni kweli, ni kitu cha muhimu sana. Male involvement. Tuna advocate kila siku, na wakati wanapokuja kwa clinic tunawafunza. Kwa afya ya mama lazima mwanaume ajihusishe, kumleta clinic, kumsupport, anahitaji a lot of support. Na ndio kila siku tuna create awareness na tunajaribu kuinvolve wanaume kwa maisha ya bibi zao. That is akikuwa mjamzito, siku ya kujifungua na hata baada ya kujifungua. Ni muhimu sana mwanaume aweze kumpea support, kwa sababu asipo, hapo ndio unaona wengi wanaanza kupata depression. Juu ya msongo wa mawazo, kuchoka, anahitaji kusapotiwa. So ninahimiza, ni kweli, tunahimiza wanaume wa support, wawapeleke, na si kusupport tu kwa pesa. Kuna physical support na kuna ile tunaita emotional support ya kila aina. Wacha walete clinic kwa kuwa hapo wakati wanajifungua na hata kulea watoto. Sasa unaona hata wanaume siku hizo wanapewa paternity leave. So uende kwa marafiki zako, ni ukae na wao nyumbani wasaidie kulea. Ndio. Naam. Miskela unacheka hilo sijui kwa nini. Mambo ya paternity leave wanawake wanasema kwamba hiyo watu wanaenda kupiga tu drinks badala ya kukaa nyumbani na kudekeza mama. Makosa sana, ni makosa. Ni makosa. Lakini unajua labda mahali anafanya kazi ni hospitali ya kibinafsi, wanaume wanakubaliwa kukaa kwa delivery room, na mimi nafurahi sana nikiona wenzangu hata wana post photos au influencers kwamba wamekaa wakaona bibi zao wakizaa. Ndio kwa public hospital hapo tunakosea sana wanaume. Kwamba we deny them a chance. Naona pale where I work unamwambia kwamba hauwezi pita hapa. So na bibi ameingia pale na labor pain, anatoka na mtoto kwa mkono. So wanaume wanafikiria kwamba kuzaa ni rahisi. Lakini naambia watu kila siku kwamba ukiona bibi yako kama msichana akijisaidia, utaheshimu wanawake zaidi. Ukiona what a woman has to go through ili akupatie hiyo bundle of joy, ile heshima utakuwa nayo. Na ningependa champion all hospitals hapa nchini kama inawezekana, ile policy ya kuallow wanaume kukaa katika vivyo vyumba vya kujisaidia. Najua sometimes in public hospitals people are sharing, kuna wanawake tofauti different stages of labor, ndio maana ile privacy wanapewa, hawezi kubali baba zetu waingie huko ndani. Lakini ingekuwa sawa, ingesaidia, kwa sababu baba pia akiona hiyo safari yote mwanamke amepitia mpaka akamzalia, atajua then he needs to be there more often. Lakini siku hizi watu hawazingatii maneno, because the woman went pregnant, came back with a baby. Lakini daktari, unajua ukizungumzia swala hilo ni swala la kisaikolojia. Je, sisi kama taifa tumeweka mikakati ya kuhakikisha hawa wanaume wanapitia katika yale mafunzo ya kisaikolojia, kwa sababu kuna trauma ambayo inatokea pale? Kwa sababu unaelewa fika kwamba si kazi rahisi mama kuzaa. Kuna kazi sana. For me, siamini kwamba ni mambo ya trauma. Kama msichana anaweza shika mimba na ibebe miezi 9 na aende pale na azae, na ni yeye ana experience that pain. The trauma on her is heavier than wewe mwanaume tu uliona tu kumuona kizaa. Na ndio maana if you are involved right from kabla ushike mimba, mmeenda ile counseling, mmeambiwa hiyo ile what it entails to be a parent, ile wakati wa antenatal clinic vile amesema, ukije katika hizo kliniki zote na bibi yako muendeze kila kitu uelewe. Siku ya kuzaa pia uende pale, kama hospitali ni ya kibinafsi useme kwamba ningependa kukaa pale nione mtoto wako. Mimi watoto wangu wote wakizaliwa mimi wa kwanza washika, and the bond na ile heshima unapatia mtu ukiona ile safari amekufanyia inakuwa zaidi. Na mambo mengine ningependa kuzungumzia ni mambo ya intimate partner violence. Nimeona mara nyingi katika hospitali wanawake wengi wanakuja, bwanake amempiga. Unapigaje mwanamke akona mimba? Hata tu si hata mimba tu, ufai hata kupiga mtu yeyote, unapata mtu amepigwa tumbo mpaka ameavya mimba, unapata mtu anaambiwa pale ameumizwa. So hiyo mambo ya hiyo intimate partner violence pia lazima tuizingatie, tuseme kwamba watu waache hiyo maneno. Hii mambo ya unaona femicide, wanawake wanauliwa kila mahali. Unapata mtu msichana ameshika mimba, ameambia boyfriend kama niko na mimba, jamaa anaamua kumuua. So mambo kama hayo lazima tuyazungumzie pia, yakomeshwe. Kauli yako kuhusiana na hilo? Kauli yangu kuhusiana na
wanaume. Ndio. Ukikuja kama kwa hizi hospitali zetu, tunaanza kuwa prepare mapema. That's why tunauhimiza mlete clinic ambayo tunaita antenatal clinic. Ukishajua ni mjamzito, kuja kwa clinic. Ukikuja kwa clinic na bwanako, mnapelekwa through that process ya kila kitu, hata mnakuwa prepared nini ita happen hapo mbeleni. So tunawahimiza wakuje. Na pia hii ni kauli ambayo imeangaliwa hata kwa hospitali za umma, utapata ambaye ameenda na bwanake ataatendiwa wa kwanza kuliko wengine. Kama hawaruhusu yes, lakini ukienda na yeye kwa clinic hata kuruhusu uingie kwa hiyo chumba cha kujifungulia, lakini ukienda na yeye kwa clinic unahudumiwa kwa wa kwanza. Lakini kwa hospitali zetu za binafsi tunawaruhusu wakuja. Ni vizuri waingie ndani waone nini inaendelea na ndio waweze kujua ni support gani watawapea. Tukitumia The Karen Hospital kama mfano, je, wanaume wanaleta mabibi zao wakati wa clinic? Wanaleta. Ndio, asilimia imeongezeka. Imeongezeka. Awareness imekuwa created, lakini kila siku wanawaleta. Wanakuja nao hata kwa kujifungua, unapata wengi wanataka kuingia ndani kuona nini inaendelea. Wanaoffer support. Ndio. Naam, shukrani sana kwa kauli hiyo. Hivi sasa mtazamaji, tukiwa tumezungumzia masuala ya kuavya mimba, kuna taarifa ambayo ule utafiti ambao umefanywa ukabaini kwamba 78.6% ya wanawake walioolewa wanaavya mimba, na ni taarifa ambayo imeandaliwa na mwanahabari wetu Elizabeth Atieno. Hebu tuisikilize. Na shukrani sana Joshua Sare kutoka studioni. Leo nimeweza kutembea katika hospitali ya rufaa ya Moi kuzungumza na wauguzi na vile vile baadhi ya wale ambao wamekuja kupata huduma ya uzazi, na nitakuwa nakupatia fursa ya kusikia kauli zao kuhusiana na swala zima la mjadala wetu kuhusu afya ya uzazi. Kwa majina anaitwa Mwanahamisi Malonya, mimi ni muuguzi, nafanya hapa katika kliniki ya mama. Naam, asante sana mwenzangu. Na mtazamaji, tuwie radhi kwa mushkilio. Taarifa ambayo tunakupakulia ni taarifa kuhusiana na utafiti ambao umebaini kwamba 78.6% ya wanawake walioolewa ama walioolewa wanaavya mimba, na ni masuala ambayo pia yanahusiana na afya uzazi. Tutakuwa tunapata kauli hiyo, na iwapo mwelekezi wangu taarifa kama ipo tayari utucheze. Na mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tunakupa katika muda sio kwa mrefu. Tuzidi kukutaarifu na shughuli hii nzima, na tuendelee na mjadala wetu wataalam kuhusiana na masuala ya afya uzazi. Tumezungumzia kina mama wajawazito kuhusiana na swala hilo. Hivi sasa kuna hili swala ambalo linaendelea kuhusiana na STIs, kwa sababu hayo ni masuala ambayo yanahusia afya uzazi. Vijana wengi wanashiriki ngono bila kutumia zile protective gears. Je, kwa kauli yako Esther Macharia, muuguzi, unadhani kwamba ni swala ambalo linafaa kutiliwa mkazo, na ni vipi tunafaa kufanya kuhakikisha magonjwa ambayo yanaenezwa kwa njia ya ngono yanapunguzwa? Ni swala la muhimu sana na linafaa kutiliwa maanani, manake ukiangalia vijana wa siku hizi kumekuwa na hizi magonjwa ya kizazi mingi na pia unwanted pregnancies mingi, kwa sababu hawana maarifa ya kuwa ziko services ambazo zinaweza wazuia. We are creating awareness, wajue. Hata ukienda pale hospitalini kuna youth friendly services, waende hapo, kuna services zao. Kuna services za family planning, kuna kila kitu ambao wanataka. Kuna kutibiwa, kukitaka mashauri watapata. So nawahimiza waache kukua ignorant, waende hospitali ndio wapate services. Kuna services zao, ukienda kwa a lot of setups wameweka youth friendly services. Hizo ni zao, ni vile hawajui, community haina awareness, kuna services zao peke yao. Kwa sababu ukiangalia vijana wapendi kuchanganywa na wengine, na serikali imewaangalia ikawatengea mahali ambapo wataenda waji explain bila kukua judged, na watapewa services ambazo zinawafaa. Naam, shukrani sana kwa kauli hiyo. Daktari Miskela, swala hili la vijana najua ni swala nyeti kabisa. Unajua kauli mbiu yangu kwamba kama nchi tumefeli vijana wetu. Sababu gani nasema hivi? Unaona kwamba pale katika hali ya masomo tulitoa ile sex education, ile mafunzo ambayo wanafaa kupata kuhusu mambo ya uzazi, mambo ya afya yao ya uzazi, mambo ya sexuality. Unaona makanisa na Ministry of Education walikataa, wakaitoa kabisa, wakisema kwamba ina promote labda tabia ambao kwa muono wao si sawa.
Na sasa mtoto akishajipata pale shuleni hajafundishwa, labda pia ni mtoto yatima, anaishi na nyanya yake, anaishi na aunti yake mwenye anaenda kazi kila siku, ile mafunzo apewi pale nyumbani pia. So siku moja anajipata college ama anajipata mahali hakuna wazazi, na mwanaume ama kijana anakuja na mdanganya, unasikia mtu ameshika mimba, unasikia mambo ya teenage pregnancies kama nchi, serious numbers za wasichana wetu wanatoka shuleni ya teenage pregnancies, lakini nobody is discussing that. Kwa nini tukusikue na sex education, mafunzo ya mambo ya ngono? Hiyo umekataa. Huyu mtoto pia bado umemnyima, haizi pata services za contraception, ya family planning. Unamwambia kama kabla ufanyiwe lazima kuja na mzazi. Msichana mgani atakuja na mama yake ati leo nataka kufanya family planning? Tumewanyima hiyo service hapo pia. Na kisha pata mimba ile hajapangia, unamwambia pia haizi kuitoa. Akijaribu kuitoa anamwambia hapana. So she has to go through some back street clinic. Akijaribu kutoa hiyo mimba anapoteza maisha yake ama anapata complications. So we have failed these children. Hata even without them even terminating the pregnancy, akilea huyo mtoto bila kazi, ndio hiyo depression, stress imeanza. Anajipata pale amejitia kitanzi, amejiua ama ameua mtoto, anafungwa jela tena. So we fail these young people right from primary school. Tunawafaili right from their early relationships, because nchi yetu ya Kenya ni nchi yenye we have buried our heads in the sand. Utafiti natuambia kwamba wasichana wanaanza uhusiano zao ya ngono miaka 16 years, sexual abuse 14 to 16 years. So these young people are engaging in sex, but we want to pretend kwamba they are not doing it. So we deny them kuwafundisha, tunawanyima hizo services za family planning na condoms, hawezi pata, na wakishika mimba pia hawezi kuzitoa. So we have to first of all ask ourselves that how as adults, kama watu wazima, how do we protect our children? Kwa kukataa ama kujifanya kwamba ifanyiki is not the solution. The fact that you have closed your eyes doesn't mean that the house is not burning. Yeah? Na ndio maana sasa hizo ukienda utafiti katika mambo ya HIV, the highest number of infection rates are amongst 14 to 25 years of age. Yes. When you look at the teenage pregnancies, these are young people whose lives and futures are ahead of them. Then you don't give them that chance to integrate back. So ningependa, and you even look at the mambo ya afya ya uzazi ama mental health, it is highest amongst young people. Kwa sababu gani? But these young people hana kazi, so ile support ya financial poverty, ajui mtoto atakula vipi, atasoma namna gani. Hapa bado these young people, ndio this boyfriend hajajipanga, atatoroka ache msichana bila hiyo support, because there's no family set up for them to raise this child. These very young people are the ones who are ashamed and embarrassed of this pregnancy. They won't attend those clinics, and the complications of the pregnancy itajulikana when it's too late. So we have to integrate young people in this program. Na shukran sana kwa kauli hiyo. Na mtazamaji, tuangazie taarifa ambayo nilikuwa nimekuahidi kwamba utafiti sasa umebaini kuwa 78.6% ya wanawake walioolewa inaavya mimba, huku asilimia ya wanawake ambayo ni takriban wanawake 1792,694 wakisemekana kuavya mimba mwaka 2023. Maeneo ya kati, Nairobi, Nyanza na Magharibi yanaongoza kwa visa hivi. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hii. Kati ya mwezi wa Aprili mwaka 2023 mpaka Mei mwaka 2024, Wizara ya Afya, Kituo cha Utafiti wa Idadi ya Watu na Afya barani Afrika pamoja na taasisi ya Gatmaka walifanya utafiti kuhusu visa vya uavyaji mimba nchini, na matokeo ni ya kushangaza. Kulingana na utafiti huo, asilimia 78.6 ya wanawake waliopatikana kuavya mimba ni walioolewa au wanaoishi na wachumba wao, asilimia 90.6 wakiwa wa dini ya Kikristo, huku asilimia 41.8 wakiwa wanawake walio kati ya umri wa miaka 25 na 34. Cha kushangaza zaidi ni kuwa wanawake 1792,694 humu nchini walipatikana kuwa wameavya mimba katika mwaka 2023. Kwa sasa, kiwango cha uavyaji mimba nchini ni 57.3 kwa kila wanawake 1,000 walio kati ya umri wa miaka 15 mpaka 49. Huku maeneo ya kati, Nairobi, Nyanza na Magharibi yakiongoza kwa idadi ya wanaoavya mimba. Asilimia 65.6 ya waliopatikana kuavya mimba walikuwa wamejifungua hapo awali,
huku asilimia 29.1 wakisemekana kuwa walijifungua takriban mara 4. Asilimia 1.4 walilalamika kuwa hawakuridhishwa na matokeo ya uzazi, huku asilimia 16.4 ya wanawake hao wakisema walipata matatizo ya kutishia maisha. Kati ya mwaka 2015 na 2019 kulikuwa na visa milioni 121 vya mimba zisizotarajiwa kila mwaka ulimwenguni. Asilimia 61 wanawake wakisemekana kuavya mimba na wanawake milioni 2 wakiavya mimba kwa njia isiyo salama. Asilimia 97 ya visa vya uavyaji mimba kwa njia isiyo salama ilinakiliwa katika mataifa ambayo hayajastawi. Elizabeth Atieno, TV 46. Na shukran sana Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo. Wataalamu wa masuala haya ya afya uzazi mmejisikilizia na vile vile mmeona hizo takwimu ni za kutisha kweli kweli, kwa sababu ukipata takriban vijuzi ama wale zile fetus 1700 ni maisha mengi sana. Labda katika swala hili ambalo tunalizungumzia, je, abortions ambazo zinafanywa, kwa sababu naamini kwamba si zote ambazo ni salama, kuna zile ambazo ni hatari zaidi na zinaathiri afya ya uzazi, labda masuala kama haya inakuaje? Ni kweli na ni huzuni sana kuona. Acha nikusimamisha kidogo tupate simu kutoka Siaya. Sara kutoka Siaya, habari za sasa, na swali lako ni lipi kuhusiana na afya ya uzazi? Sara tukupati. Na mtazamaji, tumempoteza Sara kwenye line ya simu. Tutakuwa tunarejea tuzidi kukujuza. Ulikuwa unajibu hili swala kuhusiana na kuavya mimba. Ni swala ambalo limewakuta wengi wakilizungumzia. Je, abortion ambayo haijafanywa namna ambavyo inafaa kufanywa kwa maelekezi ya daktari ina athari vipi afya ya uzazi? Asante. Kwanza ni huzuni sana kuona numbers venye zime increase za hizi abortion. Ya kwanza ni vizuri watu wajue kuna kinga. Usingoje ifike hapo. Kuna kinga, unaweza zuilia hiyo abortion kwa kwenda hospitalini upate family planning services, especially kwa watu wadogo. Usingoje ifike wakati umepata mimba tena uanze kuavya. Ni vizuri pia watu wajue kuavya mimba ina hatari zake. Waweza kuwa hautaweza kushika mimba tena. Unaweza vunja damu sana ukufe. Yaani iko na side effects mingi sana hata kushinda kujifungua huyo mtoto. Ni vizuri watu wajizuie. Usingoje ifike hapo. Na ikifika hapo ni vizuri uenda tu hospitali usaidike. Usifanye nyumbani. Usije ukakaa nyumbani ufanye abortion. Iko na hatari mingi sana. Ni vizuri uone daktari wa afya ya uzazi ama mtaalamu wa afya ya uzazi. Naam, shukran sana kwa kauli hiyo. Asante. Daktari Miskela, swala hilo. Unajua kwamba hiyo utafiti kwanza ilileta ile changamoto katika familia nyingi sana. Sababu wakati mwingi tunafikiria kwamba mambo ya uavyaji wa mimba ni katika watu wadogo ambao wenye hawajaolewa, lakini utafiti unasema kwamba idadi kubwa ya wale ambao wanaavya mimba ni wale wenye wapo pale ndani ya ndoa. Na ni sababu tofauti tofauti. Unajua mimi mnajua kila siku kwamba mimi ni ile advocate for women who are empowered. Mwanamke ajiamulie maisha yake, aamue kwamba atashika mimba siku gani na nani na ataishika wakati gani. We empower women, na kama wanaume lazima tukae kando kidogo wakati mwanamke anapoamua kufanya decision ya maisha yake. Na sababu kuu ya wanawake kuavya mimba ni ile mimba lisilopangwa. Unaona kwamba labda mama, na umeona pale asilimia 68 ni wale kwamba wamezaa hapo awali. Labda unaona kwamba mama anaona mzee ama bwanake ameanza kumpatia stress, jamaa labda amekuwa violent, jamaa amekuwa mlevi. Sasa mama anashangaa kwamba sasa nikishika mimba nyingine tena nitapelekaje kama hawa wawili watatu wameshanilemea? Unaelewa? Ama unaona kwamba labda mwanamke kuna sababu zake tofauti tofauti. Kwa sababu mambo ya uavyaji mimba kuna njia mbili. Kuna ile ya kuavya ile umemiskari mwili tu yenyewe imekataa mimba, na kuna ile yenye umeinduce. Yeah? So kwa utafiti labda walikuwa wanaongea mambo ya kuinduce, na kwa kuinduce kuna njia mbili. Kuna ile what we call criminal abortion, ile umeenda pale there was no reason for doing it, you just didn't want it. Na kuna ile yenye medical, ile daktari ameona kwamba
kwa maelekezi yake hii mimba haiwezi kuwa, labda wamepiga picha wakaona mtoto akona certain deformities zenye haiwezi ambatana na maisha, ama labda mama amekuwa na complications za maybe akona shida ya roho yenye mimba kizidi kubeba itamletea madhara nyingi, na sisi tunasema afadhali maji imwagike lakini nyungu isipasuke. Unaelewa hivi? Lakini the key thing ni ile empowering the women, empowering the men. Wajue kwamba first unapopatana ama uhusiana na mwanaume katika njia ya kingono, matokeo yake ni mimba. If you engage in sex, you'll get pregnant. So it's not a surprise, it's not an emergency. Yeah? So once young people understand this, and once people understand this, then tunasema kwamba what can you then do to avoid that pregnancy? Amesema mambo ya family planning zipo pale, ndio ukuwe na ile mimba ya kupangia. Useme kwamba nimezaa leo, my next baby akuje baada ya miaka 2-3, unampangia vizuri. Lakini unajua kwamba pale ile education haiko, na bado kuna zile myths pia, zile hadithi yenye wamama wanaambiana kwa salon kwamba ukitumia hii family planning utanona, hii ukitumia utakonda, story mingi sana. So they don't use that uptake. Na pia serikali yenyewe wametuangusha. The campaigns for family planning in this country are very low. Because politicians wanatuangalia kama numbers, kwamba nataka jamii yangu izae ifike idadi fulani nipatie kura siku fulani. Nikiwa mdogo huko early 90s, there used to be campaigns around family planning. There used to mabango kila mahali ya family planning, have the number of children that you can take care of. Ukiwa na wawili umewasomesha, ni njema kushinda 5 wenye hawajaenda shule. Lakini the government has refused to have that debate because they want the votes. The politicians don't want family planning. And that's why mwanamke anajipata pale, mama msichana anajipata pale, anatumia kama emergency pill kwa njia si family planning, lakini because hawajaelekezwa vilivyo, ile sex education I talked about, hawajaelekezwa vilivyo, anatumia hiyo emergency pill, inaenda ina fail, ama anaambiwa kwamba kuna njia fulani tofauti yenye akitumia itamsaidia. Asipopata mimba ni HIV pale na mgoja, ama magonjwa mengine ya zinaa yanamgoja. Na ndio maana kila siku tunasema kwamba if we could have this discussion by these young people from when age 7, 8 they start asking watoto watoka wapi, unamweleza. Usimwambie ati mtoto anatoka binguni ama ananunua sokoni. Mweleze wapi watoto wanatoka. Ndio maana ajue kwamba nikianza hii uhusiano by age 13 they start having these boyfriends in classes. It's a good healthy relationship, but once they know that if we do this then this will happen, they know how to protect themselves. But more important is that also let us to our watoto wetu pia wajue kwamba it's okay to talk about it, kwamba mami I have a boyfriend. You know, I love with my daughters when they tell me that they have crushes. I tell you, it's normal to have a crush. Yeah, so that they can tell you that so and so was telling me that we should do this. Is it okay? Then you can. Ile uhusiano kati ya wazazi na vijana pia siku hizi wazazi wamekuwa too busy. You are trying to work to earn a living. You are trying to work to educate them. You do so much for these children. You forget that they are human beings and the most basic thing is to raise them. Umeachia walimu, ndio hiyo kazi ya walimu kulelea mtoto, wewe uko kazi saa zote. So it's not easy, and I can assure you that hapa mbeleni hizi idadi zitakuwa nyingi. There's so many complications from unplanned abortion. Kwa mfano, mama akienda pale ama msichana aamua kuavya mimba bila taratibu za daktari, hiyo kuvuja damu. 68,000 women, 50% of women who die in Africa from mambo ya uzazi ni mambo ya abortion. Because they'll bleed, number 1. Number 2, wanaweza pata infection, apate into septic shock, ama kidney fail, aanze mambo ya dialysis, na wengi wao wanakufa. Unaelewa? Na the amount of money kama nchi tunapoteza trying to treat these complications is worth more. Yet you have refused. Tumekataa kuzungumzia hili jambo kwa sababu kanisa imekataa, serikali imekataa. Yet huyu pastor, yeye mtoto wake akishika mimba anampeleka kwa gynecologist for safe abortion. Huyu minister, huyu MP akipatia girlfriend yake mimba anampeleka for safe abortion. Lakini mtoto wa maskini ambao amezaa pale yatima pale kitongoji duni anashindwa mali ya kujiepata, kujielekeza. Anapopata mimba, labda amekuwa raped, ajue ataenda wapi? Labda alikuwa drugged, ajue ataenda wapi? Because the society, jamii kama sisi wote, we have blocked them. We didn't teach them about sex education in school. We denied them family planning services, and now they can't get safe abortion services. So they are condemned and doomed to die or deliver children that they can't raise. Naam, shukrani sana Daktari Miskela kwa hilo. Mtazamaji, tunaendelea kupata ushauri na vile vile uhamasisho kuhusiana na afya ya uzazi, masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine, na tunakushirikisha kwa kupiga simu na vile vile kutuma rafa fupi kwenye WhatsApp na vile vile kwenye SMS, nambari ikiwa ni 22047, na vile vile tukizungumza na wanahabari wetu ambao wamepiga kambi katika kaunti mbalimbali kutujuza hisia zako
Hivi sasa naarifiwa tuelekee maeneo ya Turkana. Mwandishi wetu Kitio Mika yupo tayari. Kitio, wa Kenya wanasemaje kuhusiana na masuala haya ya afya ya uzazi? Naam, asante sana mwenzangu Josh Wanzare. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Niko katika hospitali hii ya rufaa ya Lodwar na nimeweza kukutana na daktari ama muuguzi ambaye atakuwa anatuchanganulia masuala haya ya afya ya uzazi, na moja kwa moja nikaweza kuzungumza na yeye. Anasema namna gani? Songea hapa karibu, anza kwa majina yako. Wewe binafsi ni nani, na je, afya ya uzazi mtu anakumbana namna gani na vigezo vipi mtu anastahili kuzingatia ili aweze kuepukana na ugonjwa ama afya ya uzazi? Asante sana. Kwanza ningependa kuwashukuru na kwenda kuwashukuru washikilizaji kwa maswali yenye anaweza kuitokeza. Kwa majina, mimi naitwa Ben Kemboi. Mimi ni daktari huku kwa hospitali ya Lodwar Referral. Mimi ni daktari ya wamama, na kwa kila wakati tunashughulika na mambo zenye zinakabidi wamama. So nafikiri kwa hiyo muda kidogo tutaweza kuongea mambo ya shida za wamama wanapokuwa na ujauzito. Asante. Mtu anastahili kulinda afya ya uzazi namna gani na ni nini anazingatia haswa kufanya? Asante sana. Mama anapojua kuwa amekuwa mjamzito, ni jambo kuwa kila wakati awe akitembelea kliniki aweze kuangaliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna magonjwa yenye zinakuja mtu akiwa na ujauzito, na akiweza kukua kwa hospitali ama kwa kliniki ataweza kuelekezwa, kuna vipimo za kupimwa, na iwapo kuna shida lolote ataweza kushughulikiwa ili afya ya mama na mtoto iwe sawa. Je, daktari, pengine ni magonjwa yepi ambayo yanaadhiri afya ya uzazi, na vile vile ni vipi mtu ataweza kuzuia magonjwa haya? Asante sana. Magonjwa ni mengi. Nafikiri kwa mara mingi tunakuwa kwa runinga tunaonanga kuna baadhi ya magonjwa yenye huwa inaweza kuangaziwa kwa runinga. Haswa sana sana shida ya uzazi kama vile kansa ya uzazi ama kansa ya mlango ya uzazi. Kunakuwa na pia magonjwa mengine kama kansa ya tumbo ya uzazi ama tunaitanga kansa ya uterus. Kuna pia kansa ya ovary. Hiyo ni kansa yenye inakusia mahali mayai inatoka. Na pia kuna magonjwa zingine kama vile kuna magonjwa yenye inadhuru afya ya mama kwa sehemu zake ya uke, na yote inachangia kwa afya ya mama. Kuna hili swala la afya ya akili kwa mama wakati pengine yeye ni mjamzito. Je, unaona pengine ameathirika? Je, afya ya akili inaathiri namna gani afya ya uzazi wakati mama ni mjamzito, baada na kabla ya yeye kujifungua? Asante sana. Kuna baadhi ya mambo mingi yenye inakera mama anapokuwa na ujauzito ama wakati baada ya kujifungua. Kwa mara mingi kuna shida lenye inaitwanga puerperal psychosis. Puerperal psychosis kwa lugha ya Kimombo ni mtu kukaa na kichaa, anaweza onekana kuwa amerukwa na akili. Hayo mambo inaweza tokana kwa kuwa kama mahitaji ya mama haikuweza kufikiwa vilivyo, anaweza onyesha dalili kama hizo, na pia labda makusudia ya mama haikuweza kufikia malengo yake. So kwa mara mingi mama anapoanza clinic mapema, akiongeleshwa, akafuatiliwa mpaka siku ya kujifungua, mara mingi hayo mashida tunaweza funguza kwa kiwango ya kama 10%. Hapa katika kaunti ya Turkana, je, ama hospitali ya rufaa mmekumbana na visa kama hivyo vya afya ya uzazi kwa kina mama haswa? Yes, mara mingi tunakumbana nao. Na sio mingi vile, inakujanga case by case. Yes. Kuna hili swala daktari la pengine jamii ya Turkana, kuna hili dhana kwamba ugonjwa wa afya ya uzazi pengine ni uchawi. Wengi wanaamini kwamba kuna vile huo utumiwa ama mtu wanakutumia ama
wanakuroga jinsi watu wanavyosema. Je, ni kweli tatizo hili na ipo? La, si kweli. Mambo kama hayo ni mambo yenye jamii wanaweza kuwa wakikuwa na mafikira ama mambo kama hayo, lakini kwa upande wa utafiti sayansi ni inalinganana na mambo ya shida ya uzazi, na ni mambo yenye inatibiwa na mambo yaweze kusuiwa. Sio kwamba hatutaweza kuwa na uwezo sana kusema mambo ya jamii na urogi na nini, lakini kwa upande wetu, kwa upande wa modern medicine ama matabibu ya afya, kwa kawaida hatuna mambo kama hayo. Na asante sana Joshua Nzare, bila shaka ni daktari ameweza kudadavua mengi zaidi kuhusiana na swala zima la afya ya uzazi kutoka kaunti ya Turkana, hususan hapa katika hospitali ya rufaa ya Lodwar. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Na shukrani sana Kitio Mika kutoka mjini Lodwar, kaunti ya Turkana, kwa kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya afya kutueleza kuhusiana na afya ya uzazi, ni kipi ambacho tunafaa kukifanya ili tuzidi kusonga mbele. Hapa studioni niko naye Esther Macharia ambaye ni muuguzi kutoka The Karen Hospital, na vile vile niko naye Daktari Dennis Miskela, ni mtaalamu wa afya ya uzazi na pia ni naibu wa kule KMPDU, anazidi kushughulika na madaktari, na wote wako hapa ili kuweza kuhakikisha yote tunakueleza. Na nije kwako Daktari Esther Macharia, najua tumezungumzia mengi kuhusiana na afya ya uzazi na naelewa fika huko katika kile kitengo cha akina mama wajawazito. Kwa faida ya mtazamaji wetu ambaye anatutazama hivi sasa kuhusiana na swala hili, tueleze mchakato mzima. Mama amekuwa mjamzito, mama anaendelea kulea ile mimba na anajifungua. Kuna mengi tu yanafanyika. Kuna yale magonjwa ambayo maambukizi ambayo yanajitokeza. Labda katika huo mchakato mzima mtazamaji anafaa zingatie kipi? Asante. Nitaanza na kusema pregnancy is a journey, na pia kulea mtoto ni safari nyingine. Ndio. Na ina mwanzo na pia ina mwisho. Kitu ya kwanza, ukishajua uko mjamzito unafaa kuja hospitali. Ukishakuja hospitali unaanza kitu inaitwa antenatal care. Wakisha confirm ni kweli uko mjamzito, unaanza kitu inaitwa antenatal care. Hiyo ni care kutoka wakati umepata mimba hadi siku ya kujifungua. Hiyo period inaitwa antenatal. Kitu ya kwanza, utakuwa unakuja kila mwezi hospitalini. Wataangalia, watatoa damu kuangalia kama kuna infection. Kuna zile ambazo unaweza pass kwa mtoto, so lazima waangalie. Kwa damu wanaangalia kama uko na virusi vya ukimwi, unajua unaweza ambukiza mtoto siku ya kujifungua, ndio wajue utapata dawa na pia watakutayarishaje ukikuja kujifungua. Kwa hiyo damu pia wataangalia magonjwa zingine za afya ya mama, especially afya ya uzazi. Wataangalia kila kitu, na pia wataangalia HB. HB ni kiwango ya damu, kwa sababu ni muhimu sana kwa mama mjamzito akuwe na damu ya kutosha. Na pia watakuwa advice nini utakula ili kuongeza damu ama maintain hiyo damu. Pia wataangalia mkojo. Kwa mkojo wanaangalia zile infection ambazo pia zinaweza athiri ujauzito, inaweza fanya hata mimba itoke. So ukikuja clinic lazima wataangalia damu. Clinic, especially clinic ya kwanza, lazima waangalie damu na wataangalia mkojo, na wataangalia zingine kama kitu tunaita rhesus factor. Kuna zile kama ukikuwa negative, kuna sindano unafaa udungwe ndio isiathiri mtoto baadaye akishazaliwa. So, kuja clinic kuna hizo vipimo. Kando ya vipimo kuna kusikiza mtoto. Tunaangalia mtoto anacheza aje. Tunatumia kitu tunaitwa tunaangalia kitu tunaitwa fetal heart rate, especially kutoka 22 weeks and above. So ukikuja clinic unaangaliwa mtoto anaendelea aje, unaangaliwa afya yako inaendelea aje. Unaangaliwa pia vipimo ambazo tunafanya za kawaida kama pressure. Kuna wale ambao wanapata pressure wakikuwa wajawazito, unaweza kuathiri. Inaweza fanya hata upate mtoto mapema before siku zifike. So tunaangalia hizo, tunaangalia pressure, tunaangalia vipimo za damu, vipimo za mkojo, tunaangalia mtoto anaendelea aje. Na kwa setup kama yetu pia tunaangalia afya akili ya mama inaendelea aje. Na tukiona if needed be, tuko na mwana psychologist ama
if needed be anamsaidia kwa hiyo safari. Nimesema ni safari mrefu ambayo inahitaji support kutoka kwa familia, kutoka kwa madaktari kadhaa. Na tunafanya hiyo kwa kila clinic. After umemaliza clinic zako, pia utarudi hizo vipimo kwa kila clinic, na sana sana mwezi wa mwisho ndio ujifungue. Ukijifungua kuna hii period yenye tunaita postpartum ambayo pia ni ya muhimu sana. Postpartum ni ile period kutoka ujifungue hadi miezi 6 huko, ambao ni safari nyingine mrefu. Kwa hii period tuna expect mama anarudi clinic, hiyo ndio wakati analeta pia mtoto clinic kupata chanjo, na hiyo clinic bado tunaangalia afya ya mama. Baada ya kujifungua, damu yako imebaki kuwa sawa, utaangaliwa pia vipimo ambazo ni kama kipimo ya damu na pia vipimo zingine zenye zinawezambukiza mtoto. Kwa hiyo period pia tunaangalia afya ya akili ya mama. Wengi wanadhoofika hiyo period na ni wengi hawajui ya kwamba wako wagonjwa. Utapata kuna hii yenye iko common inaitwa postpartum blues. Hiyo ni wakati umejifungua, kuna ile hali ya kuchoka, unasikia mtoto amekulilia, hujalala, unakaka uko na wasiwasi, anxiety, unaona mtoto akilia, mama analia, inaitwa postpartum blues. Isipoangaliwa vizuri itakuja kwa ile postpartum depression. Na hii depression ile inafika wakati unaona mama hataki kunyonyesha mtoto, mtoto akilia na kukasirisha, kutaki kumguza mtoto, mama anapata depression. Sana sana ni kwa umekosa support, maybe kwa familia ama mume wako ama hata alikuacha ama kitu kama hiyo. Ukipata stress unaweza pata postpartum depression, na sensi zake ni kama umejiachilia. Ulikuwa msafi before, saa hii umejiachilia tu hivyo. Umeona mtoto ni wako, umemzaa vizuri but hutaki kumnyonyesha, akilia na kuirritate, unakuwa uko na wasiwasi, that is anxiety mingi. Ume lose hope. Pia iko na sign unataka kutoa mtoto uhai ama unataka pia kujitoa uhai. Isipotibiwa vizuri ama isipoangaliwa vizuri, inakuwa postpartum psychosis. Hiyo ni wakati everything is not inakuwa emergency. Unafaa uende hospitali, uanzishwe madawa na pia hata unaadmitiwa, kwa sababu utapata hapo umeanza kuwa na zile signs za psychosis kabisa. Kwa delicate sana. Delicate, ni emergency. Unaanza kuwa na delusion, unaanza kuwa na hallucination, kusikia vitu ambazo haziuko ama kuona vitu ambazo haziuko. Na pia vitu tu mingi zinaendelea kwa mwili yako. Na nitaanza na kusema wewe mwenyewe hutajijua uende hospitali, watu ndio watakwambia. Na kuna ile stigma yenye wamama wanaogopa kwenda kusika attention ukishaambiwa uko na shida. Unakuwa in denial na mwambia mimi si mgonjwa. Wengi wanasema mimi si mgonjwa kwa sababu kuna hiyo stigma. Watu wakikwambia sioni kama uko sawa. Kuna hiyo stigma na cultural belief ati mtu ambaye amepata hiyo psychosis ni macho mbaya ama amerogwa. Na hiyo ndio inafanya wengi wasiende hospitali, but nawahimiza kujeni kwa clinic. Unaona during this postpartum period, kama utaweza kuja clinic venye unaambiwa ya kuona mtaalamu wa afya ya uzazi, ataweza kudetect hizi symptoms na atakulink na mwanasaikolojia ambaye atakuongelesha before ifike pale imekuwa ni postpartum psychosis, ambapo unahitaji kutumia madawa kwa muda, ambapo hata maybe utahitaji kuwekwa kwa hospitalini kwa muda. So hizi clinic zote zina umuhimu wake. Ile ya kwanza antenatal, kuna zile shida watadetect mapema waweze kukusaidia. Usipokuja clinic hautasaidika. Na kuna ile postnatal wataweza kuona vitu kama hizi, depression ziko kwa wingi, na kila mwanamke anapitia, especially postpartum blues, kwa sababu haulali, mtoto anakusumbua. Hiyo postpartum blues nataka tu apumzike na watu wamsupport. Alale, asapotiwe vizuri, akule vizuri, itaisha. But usipomanage vizuri unakuja unapata depression. Depression usipodetect mapema inakuwa psychosis ambayo inachukua muda kutibu. Naam, shukran sana kwa kauli hiyo. Kuna hili swala ambalo ni muhimu zaidi pia, tukisalia tu papo hapo katika akina mama wajawazito, kwa sababu unapata kwamba mara nyingi tunaangalia afya yao ya uzazi kinyume na wale wengine. Labda katika swala hilo, ni vyakula vipi ambavyo vinaboresha afya ya uzazi? Chakula ambayo inaboresha afya uzazi ni tutasema mixed diet. Especially kwa mama mjamzito ni vizuri apate kwa diet kila portion ya kila nutrient, lakini sana sana aongeze maji. Maji watu hawajui kwa wingi, but ni dawa. Wakunywe maji kwa wingi, matunda kwa wingi, vegetables kwa wingi, that is mboga especially za kienyeji, kwa sababu ya kuongeza damu. Lakini kila aina ya chakula ina umuhimu wake.
Kila aina ya chakula ina umuhimu wake, waweke balanced diet. Vile viwango vinahitajika. Waweke tu balanced diet na waongeze maji kwa wingi, mboga na matunda kwa sababu ya kuongeza damu. Na shukran sana Esther Macharia kwa kauli hiyo. Daktari Miskela, tumezungumzia mama mjamzito kwa sana. Najua kuna masuala ya infections ama maambukizi ambayo yanaathiri vile viungo ama katika tunasema viungo nyeti vya afya ya uzazi. Kuna magonjwa kama kisonono, kaswende, magonjwa kama hayo yanaathiri sana afya ya uzazi. Labda humu nchini, najua wewe unaangazia masuala haya kwa kina. Tuko vipi? Tunajikinga? Unajua kwamba ile uptake hapa nchini ya kufanya ile uhusiano wa ngono kwa kutumia mpira ama condom use haijakuwa very high, is quite low. Na nchi yetu ya Kenya pia tuna zile struggles zetu za magonjwa ya zinaa, haswa ugonjwa kama ya ukimwi, yeah? Na bado tukiangazia mambo ya magonjwa ya zinaa, wakati mwingi tuna focus sana katika HIV. Lakini kuna magonjwa mengi sana ambayo watu hawayazingatii. Kwa mfano mambo ya kama kisonono, magonjwa kama kaswende, syphilis, HIV, gonorrhea, na kuna hizi saizi imekuja zinaitwa chlamydia ambazo hata hazina hata symptoms, yeah? Ya kisonono ama kaswende labda utaweza kuona ile uchafu, kuna harufu fulani utajua. Kuna ugonjwa wa chlamydia ambayo haina ishara yote, haina harufu, hakuna uchafu unatoka, lakini complications zake ni nyingi sana, hasa kwa wasichana wa kina mama. Mambo ya block tubes, kuleta shida kupata uzazi ama infertility inaletwa nayo. Bado kuna hizi ugonjwa kama za human papilloma virus, HPV virus, ambayo ndio sababu kuu ya kuleta ugonjwa wa kansa ya mlango wa nyungu ya uzazi ama cervix, yeah? Unaona saizi akina mama 9 kila siku wanakufa kwa ugonjwa wa kansa ya njia uzazi, yeah? Na sababu yake tu ni hii virus ama inaitwa HPV, na watu bado hawajui, na hakuna symptoms, hakuna siku utakuja kwamba kuna uchafu fulani ndio ujue kwamba kuna hii HPV. Lakini bado watu hawaelewi kwamba having those multiple partners and all that huenda ikasababisha hii shida. Na it all comes down to ile hatujasomesha watoto wetu. Mimi nilikuwa shule ya primary, nakumbuka kwamba tungewekwa pamoja katika hall na tunaonyeshwa video tofauti ya haya magonjwa so that ujue what to expect. Leo hii sidhani kama watoto wetu ama vijana wanapewa hiyo experience ya kuenda pale kusomeshwa, kuangaziwa. Na we are doing this in the backdrop kwamba wakati hii teknolojia social media imeenea sana, watoto wetu by the time they're reaching age 10 they are getting so much information pale kwa social media. Wazazi hawajaangazia mtoto saizi ako primary school ashapewa simu, ako na TikTok account, mama ako jikoni labda ameenda night shift, baba ako kazini ama ako na marafiki zake, ajui mtoto wake anaangalia nini pale TikTok. Na kuna hawa quacks wanajiita madaktari, wanakuwa na theory mingi, hata itumia dawa fulani, eka jiwe fulani katika sehemu yako nyeti, ifanye. There's so many quackery going on kwa social media, na watoto wetu wanakuwa exposed kwa hizi vitu bila ile watu wazima kwa supervise, yeah? And because of that sometimes I get worried that hapa mbeleni tutajipata kwamba kama nchi watoto wetu wametaabika mno. So apart from just mambo ya mimba ambazo hazijapangwa, these infections cause a lot of mental distress. Imagine as this young person unaenda shule, labda kuna uchafu pale, kuna harufu fulani, unaogopa hata na wenzako katika class. Daktari, naomba ushikilie hapo tupate simu. Eunice kutoka Kakamega, habari za sasa, na swali lako ni lipi kwa wataalamu wa afya? Eunice? Eunice kutoka Kakamega. Mimi niko na swali nilikuwa nauliza. Mtu kama afya yako si nzuri na uko na ujauzito, inaweza affect mtoto? Hatujakupata vizuri, labda rudia swali lako. Nauliza. Ndio. Kama uko na yani afya yako si nzuri, mimi afya yangu si nzuri na niko na ujauzito. Ndio. Nilikuwa nauliza kama inaweza affect mtoto. Daktari. Anauliza kwamba kama tujaenda hospitali nikajua shida ni gani, but huku kwa roho huku juu nasikia uchungu, hata saa zingine nasikia nashindwa kupumua vizuri. Naam, shukran sana kwa swali hilo Eunice. Msikilize daktari akujibu. Daktari Miskela.
Eunice anasema kwamba afya yake si njema na anajiuliza kama huenda kama inaweza athiri mtoto. Ndio, afya ya mama inaathiri mtoto kwa njia pakubwa sana. Ikiwa ni ugonjwa wa kimwili ama ugonjwa wa kimawazo, itaathiri mama. Na ndio maana tunasema kwamba mama anaposhika mimba, mama anapopanga kushika mimba, lazima aende hospitali afanywe ile preconception counseling. Kwa mfano kama uko na ugonjwa wa pressure, kuna dawa fulani unatumia. Kuna madawa ambayo lazima daktari atakwambia hii sasa huwezi tumia ukianza kuwa na mimba. Kuna dawa ambayo ukitumia mtoto anaweza kuwa anazaliwa bila figo, sababu jinsi hivyo dawa zinafanya kazi. Uko na ugonjwa wa kisukari, kuna njia ambayo daktari atakueleza and what to expect. So afya ya mama kabla ashike mimba na akishika mimba, jinsi mwenzangu alivyosema kwamba lazima aende clinic kuangalie. Kwa mfano huyu mama anasema kwamba ana shida ya kupumua. Labda aende apime, angalie kwa kiwango ya damu, labda akona anemia. Yeah? Labda sasa mtoto anakuwa lakini yako na maji kwa tumbo, polyhydramnios. Ndio labda inafinya mapafu ashinde kupumua. So there are different reasons. Na cha muhimu Eunice kwamba enda hospitalini na usiende tu kwa health center. Enda kwa hospitali ya county referral, kwa high risk clinic, uone ile mtaalamu wa mambo ya uzazi akupige picha ultrasound, wakupime damu, wafanye hizo test zote, wajue kwamba kila kitu kiko sawa. Lakini pia mama wajue kwamba mimba sio kitu ya kawaida. Mimba ni something, kitu geni. Kuna mtoto pale ni mtu mgeni pale kwa mwili, na mwili haizi kuwa kawaida vile. Ndio maana zile wiki za kwanza mama anatapika, hiyo morning sickness, uchovu. Juu mimba si kitu ya kawaida. Mtoto vile anavyozidi kuwa anakuwa na ile pressure, anasikia uchungu chini ya tumbo, hiyo pressure inakuwa. Mambo ya UTI, infection kwa njia ya mkojo, ni very common. Wakati kuna hiyo mimba, hiyo njia ya mkojo inakuwa shortened, so infections zinapanda kwa haraka. So lazima kila mwanamke na wanaume pia wajue kwamba mama mjamzito ni mtu very delicate. Vitu yenye angetolerate before, labda akose kula lunch ama kunywa breakfast, haizi ruka chakula sasa kwa kuna mtu pale mgeni anangojea hizi nutrition. Ndio. Yeah, so very mambo kama pombe haizi kunywa tena, uvutaji wa sigara haizi tumia tena, dawa mambo ya kununua meza tu dawa ovyo ovyo, nenda kwa counter unanunua painkiller, unanunua antibiotic, huwezi fanya hivyo. And once you understand that pregnancy is a very delicate state, then utajitunza na wale jamii yako pia watakutunza jinsi ufaao. Shukran sana kwa hilo. Najua tulikuwa tunazungumzia mambo ya infections kabla tupate hii simu. Na ulikuwa unasema kwamba kuna infection nyingi ambazo zinaendelea miongoni mwa vijana. Tufanye vipi? Unajua siku hizi vijana wetu wanaogopa mimba hata kushinda infections. In fact, people will meet, watatangamana, and somebody will go aende anunue P2, anameza emergency pill na amemaliza. They don't fear the infections, yet the complications are even dire. Because saizi ukipata hiyo mambo ya HPV, hiyo papilloma, hiyo virusi ya papilloma, ujaenda screening, ujapata hiyo vaccination ya hiyo, upate cancer of the cervix, you don't get it early, you're in trouble. Yeah? Ukipata hiyo chlamydia, upate ime block tubes, ushinde kupata mimba juu ya infertility. You can't reverse that when the tubes are blocked. Unaelewa? So ni muhimu sana kila mtu ajue kwamba every time unapopatana na mwanaume ama mwanamke, na uwezi kuwa pia, naona siku hizi kuna pale TikTok wanasema kwamba you can just look somebody in the face, ujue kwamba huyu labda kuna ugonjwa wa HIV just by looking. Yeah? Ati wanakuambia what to look out for. So these young people wengine wamejifanya kwamba they're professionals, they know how to examine. Anasema kwamba huyu akai kwamba anaweza kuwa ni mgonjwa. Yeah? So people must be careful with how they are living their lives. Because sometimes some of these conditions can change the trajectory of your life. Everything changes. Yes. Shukran sana kwa kauli hiyo. Tupate simu nyingine kutoka kwa Anastasia, anapiga simu. Anastasia, habari za sasa na swali lako ni lipi? Niko poa, swali yangu ni niko na mimba ya miezi 5 na bado niko na mtoto mdogo na nyonyesha. Inaweza mdhuru? Asante sana kwa swali hilo. Esther Mashari anasema ndio. Alafu niko na H pylori. Sawa. Tegea utapata kujibiwa. Sawa, asante. Anastasia anasema kwamba ana ujauzito wa miezi 5, bado angali ananyonyesha ule mtoto mwingine na ako na H pylori. Utamsaidia vipi? Ama ushauri wako ni upi kwake? Asante Anastasia kwa swali nzuri. Ndiyo. Kitu ya kwanza, kama amekuwa akienda kwa clinic,
itafika mahali ataacha kunyonyesha mtoto. Ndio. Kwa sababu akinyonyesha mtoto kuna zile hormones zinaproduciwa na zinaweza fanya hata mimba itoke. Ndio. Ya pili, H pylori ina matibabu, anafaa ende hospitali apate dawa. Ndio. Kuna zile dawa unafaa kunywa kwa siku 14. Haita affect mtoto lakini afya yako itakuathiri. Itaathiri afya yako, na pia kuna zile vyakula unafaa utumie na kuna zingine unafaa uepukane nazo. Na kuchangia kwa hiyo swala la Anastasia, ni vizuri, that's why nahimiza waende clinic, antenatal clinic. Mkikuja kwa hizo clinic tunawafunza, tunafanya kitu tunaitwa health education. Kila wakati wakikuja lazima waketishwe chini in a private sector na wanaongeleshwa in a very friendly way. Wanapewa health education. Utaambiwa signs zenye ni riski kwako, ukiona zinakuweka kwa hatari, ukiziona unafaa uende hospitalini, zaitwa danger signs in pregnancy. Kama zile kuanguka, kama uko na kifafa, joto jingi mwilini, kuona damu, kusikia kama unataka kuanguka kama kitivutivu hivyo. Na pia kuna zile kama ukiona uchafu yote unatoka kwa njia uzazi, kusikia joto jingi mwilini na hujazoea, unafaa kuja hospitalini uonekane ndio utibiwe. Inaweza kuwa ni mimba inataka kutoka ama uko na ugonjwa fulani. Ndio. Ingine ni ukishajifungua tunakuelimisha, tuna take through process na available family planning methods. Ndio. Ndio tuzuie kama hizi mimba ambazo hujapangia. Ni vizuri mtu akishajifungua urudi clinic, utatupata pale. Tutakuelimisha kuhusu family planning method ndio uweze ukapata family planning, uzuie kupata mtoto kama hujapanga. Fanya proper spacing. Ni kweli. Na shukrani sana kwa kauli hiyo Esther Macharia, muuguzi kutoka The Karen Hospital, na tutakuwa tunaendelea na mazungumzo haya, lakini hivi sasa nikupeleke Taita Taveta. Mwandishi wetu Julius Mareke Mwakivo yupo tayari. Julius, hebu tujuze wanasemaje. Na shukrani sana Joshua Nsare kutoka studioni. Leo nimeweza kutembea katika hospitali ya rufaa ya Moi kuzungumza na wauguzi na vile vile baadhi ya wale ambao wamekuja kupata huduma ya uzazi, na nitakuwa nakupatia fursa ya kusikia kauli zao kuhusiana na swala zima la mjadala wetu kuhusu afya ya uzazi. Kwa majina anaitwa Mwanahamisi Malonya, mimi ni muuguzi, nafanya hapa katika kliniki ya mama wajawazito. So kulinda afya ya uzazi, mama akiwa mjamzito anahitaji kuanza kliniki mapema ili tuweze kumkagua afya yake na pia mtoto wake kama ako sawa ama kuna shida yoyote tuweze kutatua mapema. Kuna vipimo vingi ambavyo watu tunawafanyia ili kuassess yule mama afya yake ya mwili wakati anabeba ule ujauzito. Kwa hivyo katika zile visits akikuja mapema kwa anatakana kukamilisha visit 8 mpaka kufikia kuja kujifungua. Kwa hivyo katika hizi visits watu tunamkagua, kama kuna changamoto zozote tunazitatua mapema ili mama aweze kujifungua mtoto wake mwenye afya nzuri na yeye mwenyewe pia awe na afya nzuri. Na pia vile vile watu na advise kina mama hawa wao wanaweza kula chakula bora, chakula ambacho kinaweza kuwafanya wao awe na afya nzuri, na pia baada ya miezi 9 ajifungue mtoto ambaye pia ako na afya nzuri. Kujibu swali lako, wakati wa ujauzito, magonjwa kama pressure na ugonjwa kama sukari, magonjwa kama mengine ya affect upande wa mkojo, urinary tract infection, na kuna magonjwa hayo magonjwa yote yanaweza kuzuilika kama mama anaanza kliniki na mapema, kama vile mwenzangu alivyotangulia kusema. Na pia ugonjwa huo wa urinary tract infection ama ugonjwa wa upande wa mkojo inaweza ikatibiwa na mapema. Ukipatikana, wengi wanakuwa na hiyo shida, wamama wajawazito wanakuwa na hiyo urinary tract infection sana sana kwa sababu kinga yao ya mwili pia imeenda chini. Na hivyo basi tunaambia wamama waanze wakuwe wasafi, wakujiosha vizuri wakati wanapooga. Alafu pia kama akiwa anaenda choo, pia choo hakikishe choo pia iwe iko safi ili kuavoid kupata huo ugonjwa wa upande wa mkojo. Na wahimiza wahusishe wapenzi wao ama spouses wao ili wapate support wakati huu ambao wanabeba ujauzito, hata kwenda kujifungua kule maternity. Pia wanahitaji support ya waume zao ili
akili zao zitulie. Wakati akiwa pale maternity kujifungua, akiwa akuna support ya mumewe ama ya familia ya kwake, huwa akili yake huwa imetulia. Lakini mara nyingi wale ambao huwa hawana support wanakuwa na hawapati akili zao huwa haziko settled. Na najua undergo ile labor, ule uchungu inawaathiri akili zao, lakini wakiwa na support ya waume zao at least wanakuwa wanatulia vizuri. Kwa hiyo tunahitaji wazee wakaweze kuleta mabibi zao kliniki. Ni muhimu sana hata kwa psychologically mama anakuwa ako settled, anaona tu amebeba mimba na anajihisi vyema. Anapobeba ujauzito huo, anapopata support ya mmeo, basi anabeba ujauzito akiwa ako na furaha. Lakini anapobeba ujauzito akiwa ako na stress hiyo basi itaathiri hata afya yake, hata kula vizuri. Wakati anapoenda kujifungua basi hata inamwathiri, ina extend wakati hata anapojifungua, basi hata wakati mwingine wengine wanapata mental problem wakati wamejifungua. Anaanza kukataa mtoto, anapata depression, maana mtoto anashindwa hata kunyonya kwa sababu amepata depression hiyo. Kwa hivyo kuavoid haya yote, tunaomba wababa wakaweze kuleta mabibi zao kliniki ili wakaweze kupata mafundisho pamoja. Kwa tunafundisha wamama pamoja, tujue lishe bora, tujue wakati tumebeba ujauzito tuwe tuko na kilo mzuri na tunapata chakula mzuri, tunapata zile dawa za kuongeza damu kama damu yetu iko chini. Wakati tuko na pressure tunahudumiwa ipungue iwe kiasi wakati tunapoendelea na ujauzito. Alafu na wakati wa kufikia kujifungua tuko sawa. Hata wakati shida yote imetokea daktari anaweza kutusaidia. Mimi si mjamzito, lakini haya mafundisho yananisaidia, yananitayarisha hata nitakapokuwa mjamzito nitakuwa sina shida yoyote kwa sababu nitaelewa ni hali ya kawaida. Na ndizo baadhi ya kauli zao, na sasa nitakuwa narejesha usukani kwako studioni kuendelea kupata kauli zaidi kutoka kwa sehemu tofauti za nchi. Mimi ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Na shukrani sana Julius Mariki kwa kuzungumza na wataalamu wa afya ya uzazi na vile vile wale ambao wamefika hapo kutafuta huduma hizi za afya ya uzazi ili kuboresha afya zao kwa jumla. Wataalamu tumesikiliza, angalau wamezungumza na kila mtu ambaye yuko katika hiyo clinic kuweza kupata ni kipi kinaendelea. Nianze nawe Esther Macharia, wewe ni muuguzi na unafanikisha masuala mengi tu kuhusiana na kina mama wajawazito hata watoto wakishazaliwa. Na kuna mara nyingi unapata kwamba kuna namna unafaa kutunza watoto ili afya yao ya uzazi katika siku zijazo iwe bora, kwa sababu tukizungumzia afya ya uzazi ni masuala ya tunaondoa mambo ya infections na tunahakikisha kama ni mtoto wa kiume basi zile tezi dume zake zinatunzwa pia anapoendelea kukua. Labda katika swala hilo tunafaa kuzitunza vipi, na mtoto anahitaji kuvalishwa namna gani, na nguo zenye anavaa zinafaa kuoshwa vipi na ziwekwe wapi, hivyo. Kutunza mtoto ukishazaa, kitu kingine pili muhimu ni kutunza mtoto. Na kuna jinsi unafaa utunze mtoto. Na ni vitu 2-3 muhimu. Ya kwanza ni feeding, kuwalisha vizuri. Ya pili ni joto. Mtoto mdogo anapoteza joto haraka sana, na kupoteza joto inaweka kwa riski ya kupata magonjwa mengi. Ya tatu ni kuwa protect from infections, kuwa kinga kutokana na maradhi. Tutaanza na feeding. Wanapokuja kwa clinic tunawahimiza make sure umemnyonyesha mtoto wako miezi 6. Hiyo ndio tunaita exclusive breastfeeding. Ninamaanisha umemnyonyesha miezi 6 bila kumpatia chochote, si maji, si nini. Maziwa yake tu. Kunyonya tu maziwa ya mama. Na maziwa ya mama ndio mzuri. Tunawahimiza hata kama huna maziwa, kuna ile dawa tunakupea unapata maziwa, nyonyesha mtoto exclusively miezi 6 bila kumpea chochote. Usimpatie hata matunda, usimpe maji. Hiyo ndio kitu ya kwanza muhimu, feeding. Nyonyesha mtoto vizuri, na kama unaenda kazini kuna vile siku hizi una express unaweka kwa fridge. Na mkikuja kwa clinic tunawafunza hii mambo yote, hata venye unafaa kustore maziwa na inafaa kukaa kwa muda gani na unafaa kuitoa aje na kumpea mtoto, na vile jinsi ya kudisinfect hizo feeding bottles ama utatumia aje. Tunawafunza hata kuwapea watoto maziwa kama that is umekosa maziwa kabisa na unafaa kwenda kazini. Ya pili ni kuprotect watoto, kuwakinga kutokana na maradhi. Inaanza na venye unavalisha mtoto. Kitu ya kwanza ni diaper. Watoto tunawafunga diaper.
Kama ni kijana usiache akae na diaper kwa muda mrefu. Hii diaper inaweza mchoma, inaweza kuwa imemkaza, itaharibu zile testicles. So unafaa unambadilisha mara nyingi na unampea resting period. Resting period ni ile ambao umemtoa diaper anakaa hivyo anacheza. Hata ukimtoa utaona mtoto anafurahia sana kukaa hivyo. So unampea resting period, ukimfunga diaper usimkaze sana. Na pia kwa watoto wasichana, kwa sababu wako na risk ya kupata infection, kuna vile ambavyo unafaa wapanguze kutoka mbele kwenda nyuma. Na hiyo yote inafanyika kwa kliniki yetu. Wakikuja tunawafunza, tuna prepare vizuri hata before wakuje kupata mtoto. Before ajifungue tunakuwa tumewaprepare vizuri. Pia tunawafunza kutumia maji na cotton wool. Si lazima utumie wipes. Kuna zile scented huenda mtoto akareact nayo. Hiyo yote tunawaprepare. Nikwambia wakuje clinic sababu tumewaandalia. Ni session ambayo watakaa wataenjoy. Na that's why tunaambia pia wakuje na wanaume wao ndio pia wanasikia wenyewe. So tumeongelea kuhusu feeding, tumeongelea kuhusu prevention of infection. Hiyo ingine ni kuweka joto. Tunafunza hata kurap mtoto, especially kama wewe ni first time mother. Huyu ni mtoto wako wa kwanza. Tunafunza hata vile ambavyo unafaa urap mtoto. Sababu joto ni kitu muhimu kwa mtoto. Si joto ile ambayo imekuwa fever, kuweka mtoto kwa joto, kwa sababu huyu mtoto usipomcover vizuri aingize joto kwa mwili, anaanza kuwa na shida hata ya kupumua. So joto ni muhimu, kulisha mtoto ni muhimu, na pia kumprotect from infections. Shukran sana kwa hilo. Kuna hili swala la yale mavazi ya ndani, tuanike wapi na yatunzwe kwa namna gani? Asante. Hii ni swala ambayo tunaongelea kila siku. Si tu kwa mtoto, si tu kwa mjamzito, hata watu wazima. Mtu yoyote yule, especially mabinti. Ukishatoa zile nguo zako za ndani, ni vizuri uzifue vizuri. Ukamue vizuri kama umefua na sabuni ambayo iko scented. Zikamue vizuri, ziachwe bila hizo harufu. Anika kwa jua. Anika kwa jua ndio isikuje ikakupea infection. Anika kwa jua. Na pia siku hizi zimekuwa affordable. Ni vizuri usizitumie sana. Kama miezi 3 hivyo tupa ununue zingine. Kama mswaki. Kama mswaki. But muhimu ni kuzifua vizuri na kuanika kwa jua. Usianike kama ile kitambo ulikuwa unazificha kwa sababu utaki hata mtu aone. Aibu, maybe zilikuwa za aibu. Basi siku hizi tunavaa nzuri. Make sure umezifua vizuri, anika kwa jua. Asante, shukran sana kwa kauli hiyo. Daktari Miskela, najua tunatamatisha. Kuna zile dalili ambazo ukiziona tu hivi jua kwamba infection imekupata, ni kama zipi na kwa magonjwa yapi haswa? Asante. Kabla nijibu hilo swali, kuna ile swali mtu aliuliza ambapo kama kuna mtoto miezi 5 ameshika mimba tena nyingine. Ni muhimu kwamba wanawake wajue kwamba kuna zile njia ya kupangaji uzazi ambao unaweza tumia hata immediately after delivery. Wakati huu saizi tunaweka coil, hii IUCD, tunaiweka hata pale after delivery. Tunaziweka hata after cesarean section, tunaweka hiyo coil kwa mama. Na pia kuna zile family planning ambazo zinaweza zika affect milk production na zile hazi affect. So ni muhimu kwamba ukishazaa, before you leave hiyo discharge, upewe njia mwafaka ya family planning. Usipopewa siku hiyo, come back after 2 weeks. Na daktari, ziko individualized, right? Yes, they are individualized. Kuna zile zenye kuna hormones zenye kama kuna shida ya pressure huwezi kubaliwa kutumia, unaelewa? Na pia ni muhimu kwamba wamama wajue kwamba ndio ukinyonyesha huwezi shika mimba, lakini sio kwa wote. Lazima ikuwe ni exclusive breastfeeding, ile mtoto tu ni matiti ananyonya peke yake. Lakini kama wewe unaenda kazi unarudi jioni bla bla bla, unaweza shika mimba. Nimeona wanawake wengi sana wanakinyonyesha wanafikiria kwamba ni hedhi imepotea juu ya kunyonyesha. Kumbe alishashika mimba kitambo gani. Lakini hakuna makosa yote ukishika mimba kama unanyonyesha. Hapo tu polepole maziwa itapotea kivyake. Na kuna swali wa mama wanaulizanga kwamba kama amefanyiwa cesarean section, angoje muda upi ndio ashike mimba tena. Kitambo tungewaambia wangoje 1.5 years. Siku hizi wanasema kwamba kidonda inapona kwa mwezi 3. So hata ukishika mimba baada ya cesarean section, siku na stress kwamba unataka kuitoa hiyo mimba, ukafikiria tumbo itataruka tena, uterus rupture, hakuna shida. Utakuwa tu sawa. Na kwa swali yako, ishara za infections. So wakati mwingi most of the infections, magonjwa ya zinaa, unakuja na ile uchafu inatoka na harufu na labda kujikuna. Lakini ni jinsi nilivyokueleza kwamba kuna yale magonjwa ambayo hayakuji na ishara yoyote. Kama ukiwa na human papilloma virus infection, hakuna ishara yote utaona. Utashtukia tu hapo mbeleni umepata kansa. Pia kuna ugonjwa kama chlamydia, pia wakati mwingi haikuji na ishara yote.
Na pia bado kuna zile infections ambazo si za zinaa, na wakati mwingi sana wagonjwa wanakuja kwa clinic, labda msichana amekuja na bwanake amemweka vita kwamba amecheat ama nini, kwa mfanya ugonjwa kama ya candidiasis. Hii uchafu inatoka kama maziwa imekaganda ya white na kujikuna. Hiyo sio sexually transmitted, na ni muhimu wanawake wajue hiyo tofauti, so that not every time you have a discharge which is white and cuddly and you are itching, then utafikiria kwamba ni labda umepata hiyo infection. But you can only know, utajua ni tofauti upi ukienda pale hospitali utibiwe. Dio. Na labda test fulani zifanywe zijulikane ni shida ipi imekuletea hiyo shida. Na bado kuna ile UTI. Kuna wengine wanauliza kwamba urinary tract infection, is it sexually transmitted? Kwamba kuna infection kwa njia ya mkojo, unaweza ambukiza bwanako. La hasha. UTIs are not sexually transmitted, so even if you have it, you don't have to worry about infecting your partner. But anytime you find yourself ukitibiwa magonjwa fulani ya kiuzazi, uwe ni mwanaume uwe ni mwanamke, lazima utibu wote. Uwezi tibu msichana wache mzee. Wakati mwingi unaona msichana, wanaume hawapendi kwenda hospitali wakati mwingi, so ni mwanamke anakuja clinic ama hospitali anatibiwa na unasahau hujatibu mzee. Kama ingekuwa ni ugonjwa ya kuenea ya zinaa, atakuwa tu infected. Na ni muhimu kwamba hata kama mwanaume hajakuja pale hospitalini, ukipatia umama dose, mwambie hii pia upatie mzee ameze pia, unampatia dose yake pia, ndio uweze kubreak. Na unamwambia kwamba treat all your sexual contacts. Kuna wale pia ndio umetibu bwana na mzee, lakini labda kuna third party pia pale, usipomtibu pia unaweza pata. Yes. Na shukrani sana Daktari Miskela kwa kufika. Shukrani sana Esther Macharia kwa kufika, na tumeweza kuzungumzia mambo mengi. Tutawalika tena kwa sababu hatuwezi maliza na lisali moja na nusu hivi. Na mtazamaji, hao wamekuwa wageni wetu siku ya leo kuzungumzia afya ya uzazi. Tumezungumzia mengi, na tumai umejifahamisha moja mawili kuhusiana na shughuli hiyo, na ni vizuri kuweza kujitunza na kudumisha afya yako, kwa sababu tunasema kila wakati ukiwa na afya bora basi mambo yako yanaenda vizuri na unayatekeleza kwa njia ambayo inafaa zaidi. Shukrani sana kwa kikosi chote ambacho kimefanikisha kipindi hiki. Mwendo wa saa 7 juu ya alama nitakuwa narejea kwa taarifa kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Wanakwetu wananiita Joash Onsari.